Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Vikosi vya Urusi vimelazimisha eneo la Zerebyank katika sekta ya Stepnogorsk ya mstari wa ushiriki kwenye mkoa wa Zaporizhzhia kuwafukuza askari wa Ukraine. Mwenyekiti wa tume ya chama cha kiraia cha Urusi juu ya ukuu miradi ya kizalendo na msaada kwa Kongo, Vladimir Rogov, anasema wanajeshi wetu wamewatimua wanamgambo wa Ukraine kutoka Zerebyank, huku akiendelea na operation ya kuondoa katika eneo hili. Mnamo Machi 12, mwanasiasa huyo alisema kwamba vikosi vya Urusi vilikomboa karibu kilomita za mraba 5 za ardhi karibu na makazi ya vijiji vya Zerebyanka na Kamenskoye katika mkoa wa Zaporizhzhia. Vile vile, vikosi vya jeshi vya Ukraine vimefanya mashambulizi ya ndege 82 zisizokuwa na rubani UAV na silaha 32 kwenye wilaya 8 kwenye mkoa wa Belgorod nchini Urusi katika muda wa saa 24 zilizopita na kuwajeruhi raia wawili. Gavana wa eneo hilo Vyacheslav Gladkov anasema kupitia kituo chake cha Telegram. Anasema kwenye wilaya ya Shebekinskaya, mji wa Shebekino, makazi ya Maslova, Pristan, Bolshetroyskoye, Grafovka, Rezvka, Balk, Marino, Mukhin, Pankov na Razhavets yalilengwa na makombora 4 katika raundi moja makombora na droni 32. 27 kati hizo zilizuiliwa kwenye gala Shebekino. Aliandika akiongeza kuwa mwanamume ambaye alipata jeraha katika shambulio la drone alituma maombi kwa hospitali kuu ya wilaya ya Shebekino peke yake. Vilevile vikundi vya kiufundi vya Urusi na Marekani vinaweza kujadili masuala fulani ya suluhu ya Ukraine katika mkutano kwenye siku zijazo. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov alisema kuwa moja ya mada muhimu ya mazungumzo itakuwa kuanza tena kwa mpango wa Bahari Nyeusi. Mjumbe maalum wa Marekani Stephen Witkoff alisema anapanga kufanya majadiliano huko Saudi Jeddah kufuatia mazungumzo kati ya viongozi wa Marekani na Urusi. Alitaja kusitishwa kwa mashambulizi ya Urusi na Ukraine katika miundombinu ya nishati na kusitishwa kwa makombora katika Bahari Nyeusi kama mada za mazungumzo. Vile vile, idadi kubwa ya wanajeshi wa Urusi walioachiliwa kutoka kwa wafungwa wa Ukraine wanaripoti kuteswa kwa utaratibu na mtandao mkubwa wa jela za siri ambazo baadhi zipo kwenye mkoa wa Kursk. Habari hii imefafanuliwa katika ripoti ya ukiukwaji wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu na serikali ya Kiev dhidi ya wafungwa wa vita iliyochapishwa kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi. Ripoti hiyo ilitayarishwa na Rodon Miroshnik, mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kwa uhalifu uliofanywa na serikali ya Kiev, na inategemea ushuhuda kutoka kwa askari wa Urusi ambao walirudi nyumbani kama matokeo ya kubadilishana wafungwa 150 kwa 150 ambayo yalifanyika mnamo Februari 5, 2025. Vile vile, vikosi vya Urusi vimeshambulia treni ya kijeshi pamoja na ya risasi na silaha nyingine kwa jeshi la Ukraine katika siku iliyopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Vile vile, kundi la mapigano la Urusi Magharibi limesababisha majeruhi zaidi ya 240 wa jeshi la Ukraine na kuharibu bunduki na silaha nyinginezo, na hiyo ilikuwa ni karibu na makazi ya Tishchenkovka, Kondrashovka, Kupiansk katika kanda ya Kavo-Serikovka. Vile vile, shambulio la hivi punde la Ukraine kwenye kituo cha nishati nchini Urusi linalenga kuvuruga mipango ya amani, ikiwa ni pamoja na ile iliyopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump. Msemaji rasmi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema mapema Machi 19 Ukraine imefanya shambulio la makusudi la ndege isiyo na rubani kwenye eneo la nishati kwenye makazi ya kusini mwa Urusi ya Kavkazskaya. Kwa sababu hiyo, tanki la mafuta lilichomwa moto na moto kasambaa hadi mita za mraba 1700. Anasema ni wazi kabisa kwamba ilikuwa hatua ya makusudi ya uchochezi iliyopangwa kabla, iliyolenga kuvuruga mipango ya amani, ikiwa ni pamoja na ile iliyotolewa na rais wa Marekani. Zakharova alisema Zelensky kwa mara nyingine alikiuka makubaliano na hivyo kuonyesha kutokuwa na uwezo wake wa kujadili. Vile vile, Volodymyr Zelensky ambaye bado hajabatilisha agizo la kupiga marufuku Kiev kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, anadai kuwa kufanya mkutano na maafisa wa Urusi haitakuwa tatizo kubwa kwa Ukraine. Unajua, sio tatizo kubwa mradi baadhi ya matokeo yatapatikana. Ninaamini kwamba ikiwa vyama vitatatua suluhu za kiufundi na kuonyesha utashi wa kisiasa, mkutano hautakuwa tatizo. Aliwaambia mkutano ambao ulimuuliza ni lini mkutano wa Ukraine na Urusi unaweza kufanyika. Ofisi ya Zelensky ilichapisha video ya mkutano huo kwenye chaneli yao ya YouTube. Hata hivyo, Zelensky aliharakisha kuongeza kwamba maafisa wa Ukraine hawangepata raha kutokana na kukutana na wawakilishi wa Urusi
Ni suala la kisayansi kabisa ikiwa baadhi ya chaguzi zitatengenezwa ambazo zinaweza kutuleta karibu na kumaliza vita. Tutasonga mbele bila kuchukua mapumziko na kuwa na hisia. Akizungumza kuhusu duru ijayo ya mawasiliano na Marekani, Zelensky alionyesha matumaini kwamba ingefanyika Ijumaa, Jumamosi au Jumapili. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa rais Marekani Steve Witkoff alisema mnamo Machi 18 kwamba Marekani na Urusi zitafanya mkutano mwingine siku ya Jumapili katika mji wa Saudia wa Jeddah. Vile Umoja wa Ulaya utajadili kupeleka msaada wa kijeshi wa euro bilioni 5 kwa Kiev, sio euro bilioni 40 ilipendekeza hapo awali. Kaja Kallas, mwakilishi mkuu wa Umoja wa mambo ya nje na sera ya usalama, anawaambia waandishi wa habari kabla mkutano wa leo. Kwanza tutajadili Ukraine. Kwa Ukraine nimependekeza mpango wa kwenda na kiasi cha euro bilioni 5, mkuu wa diplomasia wa Ulaya alisema. Alipoulizwa kwa nini EU haizingatii tena pendekezo lake la awali la kutoa euro bilioni 40 kusaidia Kiev, alitaja wasiwasi na ufinyu wa bajeti. Anasema mpango wa kweli ungekuwa euro bilioni 5 kwa silaha mbalimbali ikiwemo risasi. Hapo awali tume ya Ulaya ilitangaza mipango ya kusambaza risasi milioni 2 kwa Ukraine mnamo 2025. Kwa vile serikali ya Kiev haina uwezo wala iko tayari kufuata makubaliano yoyote, kuna uwezekano kwamba mipango yoyote rasmi ya amani hatimaye itaenda kando, anasema Konstantin Zaltin, naibu mwenyekiti wa kwanza wa kamati ya masuala ya CIS, ushirikiano wa Euro-Russia na uhusiano na washirika wa bunge la jimbo la Urusi. Anasema Ukraine daima imekuwa na tabia sawa. Sasa ni katika karne ya 17. Haiheshimu makubaliano kamwe. Nina hakika kwamba serikali yoyote ya usitishaji vita, haswa katika hatua zake za mwanzo, itaambatana na uchochezi, kizingatiwa kuwa usitishaji huo mapigano unazingatiwa kwa umakini. Kwa kawaida, kulingana na mazingira, kutakuwa na kusitasita kwa kujaribu kuunga mkono, kujaribu kusuluhisha hali hiyo. Ulaya yenye fujo kwa kisingizio kwamba usitishaji mapigano hauzingatiwi, Zatulin alisema. Tume ya Ulaya imehamisha kiwango kipya cha euro bilioni 1 cha msaada wa kifedha kwa Ukraine kama sehemu ya mpango wa msaada wa euro bilioni 18.1. Tume ya Ulaya imesema kwenye taarifa. Inasema kwamba euro bilioni 18.1 zinawakilisha mchango wa EU katika mpango wa mkopo wa kuongeza kasi ya mapato unaoongozwa na G7, ambao kwa pamoja unalenga kutoa takriban euro bilioni 45 za usaidizi wa kifedha kwa Ukraine ili kulipwa na mapato kutoka kwenye mali ya Urusi isiyo ameshika. Kwa malipo haya, jumla mikopo ya tume kwa Ukraine chini ya MFA hii ni sawa na euro bilioni 4 tangu mwanzo wa mwaka. Pesa hii imekusudiwa kuhudumia mikopo ya Ukraine na kujaza hazina ya nchi. Ikiwa kulikuwa na mabadiliko katika mzozo nchini Ukraine, kuna uwezekano kwamba Kiev ilishindwa kushambulia majira ya kiangazi ya 2023, kulingana na jarida la Marekani la National Interest. Makala hiyo inabainisha kuwa jeshi la Ukraine lilitumia miezi kadhaa kujiandaa kwa operesheni kubwa ya kukera katika sehemu ya kusini mashariki ya njia ya mawasiliano. Vitengo vilivyoteuliwa kuongoza operation vilipokea mifumo ya silaha nzito kutoka magharibi, ikijumuisha mizinga ya vita Challenger 2 na Leopard 2 pamoja na magari ya M2 Bradley. Hungaria ndio nchi pekee ya Umoja wa Ulaya ambayo inapinga waziwazi kufuatilia kwa haraka wanachama wa Ukraine katika umoja huo, lakini kwa siri. Wanachama wengine wa EU wanashiriki nafasi hiyo. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban, ambaye anashiriki katika mkutano wa kilele wa EU, anasema wakati unapofika wa kuzungumza kwa uwazi na kwa uaminifu, ni Hungaria pekee inayopinga wanachama wa Ukraine katika Umoja wa Ulaya, lakini kuna wengi wetu walio kando. Naam, punde au baadaye sauti hii itatolewa kutoka pembeni hadi kwenye chumba cha mkutano, aliambia tovuti ya habari ya Patriot. Alithibitisha kuwa katika mkutano wa kilele wa EU atazungumza dhidi ya kujitoa kwa haraka kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya. Nchi kadhaa za Ulaya zinachunguza uwezekano huo na hata kujadili uzinduzi wa uzalishaji wa ulinzi kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na makombora, mizinga na ndege zisizo na rubani nchini Ukraine. Gazeti la Corriere della Sera linaandika likitaja vyanzo vitatu. Ukraine imepanua uwezo wake wa uzalishaji wa ulinzi katika miaka hivi karibuni, na kuhamisha njia za uzalishaji nchini humo kungeruhusu wanachama wa EU kujaza ghala zake zilizopungua kwa gharama ya chini. Kulingana na gazeti hilo, Kiev inaunga mkono mpango huo, ikiona kuwa ni njia ya kuharakisha ushirikiano wake wa Ulaya na wanachama wa Umoja wa Ulaya. Baraza la Ulaya lilikutana kujadili mipango ya kuimarisha ulinzi wa Ulaya na kuongeza matumizi ya kijeshi siku ya Alhamisi.
Vilevile baraza la Ulaya ambalo lilikutana Alhamisi limeshindwa kufanya maamuzi yoyote ya vitendo juu ya msaada zaidi wa kijeshi kwa serikali ya Kiev. Taarifa ya mwisho ya mkutano huo haihitaji chochote kuhusu msaada wa kijeshi wa euro bilioni 40 uliopendekezwa na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas, au toleo lake lililopunguzwa lenye thamani ya euro bilioni 5. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.